kabla ya hicho kipindi tutaweza kuangalia kile kipindi cha uchambuzi wa Biblia, na pia tuingia katika kile kipindi cha mahubiri. Na pia habari njema ni kwamba tunayo kile kipindi ambacho unaonyeshwa yaani picha kwa picha. Yaani kipindi ambacho ni unabii ni wa Biblia. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katika hii siku ya leo, ikiwa ni siku nyingine Mungu ameweza kutujalia, kwa maana kuna wale ambao waliotarajia kuiona hii siku ya leo haswa katika huu muda, lakini kwa sababu hii ama nyingine wakaweza kuiaga dunia. Lakini wewe ambaye unayesikiliza hii sauti umeweza kufika hii siku ya leo. Kwa hivyo tunakutangazia habari njema ya kwamba tunakukaribisha katika hii siku ya leo, ili tuweze kujifunza mengi yale ambayo Kristo ameweza kuandaa kwa ajili yako na pamoja kwa ajili yangu. Kwa maana asema ya kwamba kutoka kile kitabu cha Yohana ni 3:16 ya kuwa kwa jinsi hii Mungu aliweza kuupenda ulimwengu ili akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo akafa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa zile dhambi ambazo tuliweza kuzifanya, ambazo mimi pamoja na wewe hatungejitolea ili tuweze kufa kwa binadamu wengine, lakini Kristo ambaye ako mwingi wa upendo kwetu aliweza kujitolea ili akafa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili tuweze kupata uzima, na uzima ni ule wa milele. Kwa hivyo Yesu aliweza kutukufia ili tuweze kupata uzima wa milele. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutupa neema na rehema kuiona siku ya leo. Naona wanakanyaga kwa njia ya umaridadi sana, kiashirio ya kwamba wakati ambapo tutaweza kufika huko juu mbinguni itakuwa ni furaha tele, wakati ambapo tutaweza kuimba ule wimbo wa Musa na mwana kondoo katika kule mbele ya kiti cha enzi. Watoto na wao naona wanaenda kwa njia ya umaridadi katika ule upande mwingine, wakiweza kutukaribisha katika hii siku ya leo, siku ambayo ni siku ya mibaraka, kwa kuwa tumeweza kuona pia Mungu anatupenda, ndio maana ameweza kutupa ile mibaraka ya mvua, ili tuweze kuanza na mibaraka ya mvua wakati ambapo tunaenda kuanza vipindi vyetu muda mchache kuanzia sasa. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katika vipindi vyetu vya hii siku ya leo, ukiwa katika duka lako, ukiwa katika biashara yako, ukiwa mahali popote ambapo unaisikiliza hii sauti, tunakukaribisha ili uweze kujumuika pamoja nasi, ili tuweze kujua huu upendo ambao Kristo aliweza kuwa nao kwetu sisi kama binadamu tangia uumbaji wa dunia. Naona wanatembea huko kwa njia umaridadi sana. Hiyo yaani inamaanisha ya kwamba tunakukaribisha sana katika hii vipindi vyetu, na tunawapenda sana wenyeji wa mji wa Kikonyo, kwa kuwa nyinyi ni watu wazuri sana na tunawapenda. Ndio maana tumeweza kuwaletea hii habari njema, habari ya kurudi kwake Yesu Kristo, ili tuweze kwenda huko juu. Kristo anatupenda na Kristo ataenda. Na tukiangalia katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tunaambiwa ya kwamba Kristo amesimama mlangoni anabisha, ili yeyote ambaye atakayesikia hii sauti yake usiweze kufanya moyo wako kuwa mgumu, bali umfungulie ili aweze kuingia ndani yako, muweze kukula pamoja na yeye. Kwa hivyo Biblia ikituambia ya kwamba Yesu anasimama mlango akibisha, inamaanisha ya kwamba Yesu amesimama katika mlango wa roho yetu, tuweze kumfungulia tutamlaki Kristo katika urejeo wake mara ya pili. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katika vipindi vyetu hii siku ya leo, siku ambayo imejawa ni baraka tena, kwa kuwa tumeweza kuona ya kwamba